ambayo Kristo Yesu baada ya kusulubiwa na kufa na kusikwa, alipofufuka na kukutana na wanafunzi wake, ni angizo kuu aliyowaangiza wale ambao ni disciples wake, watoto wake, jinsi walivyotakikana waweze kuendeleza injili. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Nami ninaelewa asubuhi ya siku ya leo, kulingana na mwanzo wa mafundisho na mahali ambapo tumeenda kufika, kutapatikana mtu ambaye atasimama katika pengo na kuendelea kutoa mazao, kama vile maandiko pia itakuwa ikifuatilia na kutufundisha kutoka katika kitabu cha Yohana Mtakatifu 15. Bwana Yesu na asifiwe. Biblia inasema hivi: na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule aliowaangiza Yesu. Nao walipomuona walimsujudu, lakini baadhi yao waliona shaka. Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Na Bwana ulibariki la andiko yako. Basi huu ni ujumbe ambao unashuka kutoka kwa Yesu Kristo baada ya Yesu Kristo kukamilisha injili iliyokuwa imemuleta hapa duniani na akafaa juu mbinguni. Baadaye wanafunzi wake hawakuwa wamejazwa na Roho Mtakatifu, bali walikuwa wanaitwa wanafunzi. Lakini baada ya Yesu kupaa juu mbinguni, alikuwa amewaangiza ya kwamba na msitoke katika chumba cha juu, ambapo chumba cha juu ni maombi zaidi, mpaka wakati Roho alishuka na wakati wao wakasikiwa wakiongea kwa ndimi. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Sasa ni Yesu akashuka akawaambia ya kwamba kuanzia sasa hivi mimi ambaye nimewafundisha, ni baada ya kufufuka kutoka kwa kusulubishwa na kufa, nimepaa juu mbinguni na nimepewa mamlaka ya juu mbinguni, na tena hapa duniani mnaishi nimepewa uwezo wote, nami ninawatuma katika mataifa na makanisa na miji yote duniani, mkawafundishe na kuwapatiza kwa Roho na kwa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu na asifiwe. Kwa hivyo lengo kuu asubuhi ya siku ya leo ni mimi na wewe ambaye tunamjua Kristo Yesu, tutangaze injili kote ulimwenguni. Na kutangaza injili kote ulimwenguni ni kusihi wanadamu wasimame dhambi, wasimame mawazo yao, wamgeukie Kristo Yesu, kwa sababu Kristo Yesu ndiye uzima. Yesu Kristo ndiye mkate wa uzima. Yesu Kristo ndiye njia ya uzima. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Hello. Yaani kazi ya wapendwa wa Mungu ambao tunamuelewa Kristo Yesu ni kutembea kila kote tukifundisha wapendwa kuhusu kumjua Kristo Yesu. Yesu ni nani? Kwa nini alizaliwa? Kwa nini akawa mwanadamu na anaitwa Mungu? Bwana Yesu na asifiwe mpendwa. Amen. Yesu ni nani? Mtaingia katika kitabu cha Yohana kifungu cha 1. Pale ndipo utaelewa ya kwamba ukiendelea na mafundisho hivi, ukifundisha ulimwengu, pale unaeleza ulimwengu ya kwamba Yesu ni Mungu na alikuweko mwanzo na atakuwa mwisho.
Bwana Yesu na asifiwe mpendwa wa Mungu. Mtu ananielewa kweli? Ninapiri ama ninafundisha mwalimu wangu? Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Nimesema lengo kuu ni kumjua Kristo Yesu, mimi na wewe. Hatari sana. Na kumjua Kristo Yesu ni jinsi alivyotoa amri yake ya kwamba nyinyi mmeshakuwa wanafunzi na mmehitimu, tembeeni kote ulimwenguni mkibatiza watu kwa Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwaagiza ya kwamba ni vyema tukatubu na kuungama dhambi ili Kristo awe ndani yetu. Na Yesu Kristo ni mzabibu, yaani ndiye mti ambao huitwa mzabibu. Halo? Na sisi ni matawi, na kila tawi ndani ya mzabibu ni lazima ipatikane na mazao. Mazao yangu na yako ni matendo yangu mema, ni kupreach gospel. We piga makofi mazuri huko. Kumbe siri ni kidogo. Siri ni kumjua Yesu, huyu ambaye amesulubishwa msalabani. Yesu ni Mungu. Yesu ni mwana wa Mungu ambaye sehemu ya Mungu, na ndani ya Mungu ni mmoja. Bwana Yesu na asifiwe mpendwa wa Mungu. Kwa hivyo ukimjua Mungu, kukutana na Mungu ni kuomba. Bwana asifiwe mpendwa wa Mungu. Amen. Sio kwenda kwa mganga. Yaani ninamaanisha sio kwenda kuonewa mambo. Bwana asifiwe. Amen. Usitegemee kitambaa, kiambatani chochote hakuna. Ni sawa, kwa maandiko ilifanyika enzi zile za kale, yaani Old Testament. Bwana asifiwe. Amen. Ilifanyika kwa manabii, na sisi tulikuwa tunaitwa wana wa manabii. Bwana asifiwe mpendwa wa Mungu. Amen. Na manabii walitabiri, manabii walibadilisha, walitenda miujiza kupitia kwa fimbo kama Musa, walitenda miujiza kupitia kwa manguo, walifanya miujiza kwa kunjaza mafuta kwa mitume. Bwana asifiwe mpendwa wa Mungu. Amen. Lakini wao wenyewe ndio wanatabiri kuna mtu ambaye atakuja ambaye sio mtu wa kawaida, na sisi wote atakamilisha na kudhibitisha kile ambacho sheria haikukamilisha, yeye atakamilisha, naye ni Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Kuna sheria imeandikwa katika Biblia inasema, na ukipatikana kwa dhambi fulani, gongwa mawe uwawe pale kwa pale. Hakuna msamaha. Mungu akaangalia akaona hawa watu watauana wote. Hata yule mwanamke mzinzi alipopatikana, Mafarisayo walipomleta kwa Yesu. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Mafarisayo wakamwambia kulingana na sheria Torati ya Musa, huyu anafaa kuwa anapangiwa mazishi. Maandiko inasema, na Yesu akainama chini akaandika kwa lugha ya mbinguni, na mbingu ikawafunua macho wale Wafarisayo, wakafunuliwa wakaelewa. Maandiko inasema, na kila mmoja alitazama mwingine na wakaanza kurudi nyuma. Bwana asifiwe. Amen. Kwa maana Yesu alisema, na yule ambaye anaelewa anakosa kuanzia leo hawe wa kwanza kumpiga mawe. Wakafunuliwa, wakaona dhambi zao ni kubwa. Tena wanamuleta peke yake, hawamuleti na mwenye wamezinzi na yeye. Kumaanisha kuna mahali sheria inainamia pande moja. Kwa hivyo Bwana akaelewa jambo kama hili, ya kwamba sheria peke yake haiwezi, licha na kuwa ni njia ya kwenda kwa Bwana, inakufikisha Antoro, haikufikishi tauni. Kwa hivyo Yesu akaletwa Antoro ili kukupea lifti ya kuingia katika mji wa mbinguni. Pigia Bwana Yesu makofi.
ananielewa kweli? Yes. Usitafute Yesu kwa nyumba za watu. Tafadhali. Usitafute Yesu kwa maarifa ya watu. Mwambie Yesu, mimi nena na mimi hapa, na kama uneni nami hapa, mimi sitoki. Bwana asifiwe. Amen. Kuna mtu ambaye anaitwa Yakobo. Sijui ni maandiko gani, lakini ufunuo unakujanga. Ananifurahishanga sana. Maandiko inasema ni mtu wa Mungu. Wakati mmoja alikutana na malaika wa Mungu na akaelewa ndiye huyo amefika. Alimkamata na akamkwamilia, wakagangana, akamwambia kama hautanibariki sitoki. Bwana asifiwe kanisa mzima. Amen. Bwana asifiwe ulimwengu wote. Amen. Akamwambia sitatoka kwako ila unibariki. Na maandiko inatufundisha kwamba alikuwa ni kumshikilia, lakini katika ufunuo tunaelewa ya kwamba hatujui ni siku gani alikosa kukula akifunga. Bwana asifiwe. Omba na ujaribu kufunga hata kama ni siku moja, na unaambia Mungu, unaambia mpingu, na mimi leo sikuli hata kama niko na mtoto mdogo ninanyonyesha. Wacha tu nikufe kwa Yesu. Bwana asifiwe mpendwa wa Mungu. Amen. Hiyo jambo litaondoka immediately. Bwana asifiwe. Amen. Hatujui ni siku ngapi Yakobo aliomba kwa kufunga na kwa kulia, mpaka malaika akatazama akaona nikingeuka tu ni yule mtu, nikingeuka tu ni yule ninamuona. Mpaka inasemekana Biblia imeandikwa ya kwamba akamgusa kwa kiuno na akamwambia nimebadilisha jina yako. Kuanzia leo utaitwa Israeli. Kuna uwezekano mkubwa mtu akabadilishwa jina leo, na jina likibadilishwa mambo yako yote itabadilishwa. Kwenu kulikuwa kunaitwa umasikini, vikao zilikuwa zinafanyika wakisika, lakini kwa furaha iwezekani. Yes. Asifiwe mpendwa wa Mungu. Amen. Hayo ni mambo ambayo iko ndani ya Kristo Yesu, haiko kwa wanadamu. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Haiko kwa wanadamu, iko ndani ya Yesu Kristo. Na Yesu Kristo ndio ameangiza mahali popote pale uplishi gospel ya kwamba tuko nyakati za mwisho, na cha kufanya chema ni kwamba ni kupandilisha mawazo yetu. Tuache kuona ulimwengu, tuanze kuona mambo ya kimbinguni, kwa maana dunia imepita. Yes. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Yesu kuna maneno anarudia. Yohana wa 15 na wa 15 kuanzia mstari wake ni wapenyewe kwanza. 15 kwanza. Hii ni baada hii anazungumza na wanafunzi wake. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Ya kwamba Biblia inasema hivi, anafichua ama anafunua ukuu wake mbele ya wanafunzi wake. Anasema mimi ndimi mzabibu wa kweli, na Baba yangu wa mbinguni ndiye mkulima. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lizalo lisilozaa uliondoa, na kila tawi lizalo ulisafisha ili lizidi kuzaa. Nanyi mmeshakuwa matawi mazuri. Ninazungumza na watu wa somo ya leo ambao wameelewa Kristo Yesu na wameelewa jinsi ya kufanya, ya kwamba ni kuhubiri Kristo kila mahali, ni kutenda matendo ambayo inaendanisha na Kristo Yesu. Kwa hivyo nia kuu ni kutubu, kuungama nia zetu mbaya, kusimama mipango yetu mbaya na kumfuata Kristo Yesu. Mbingu itatuita walio safi, mbingu itatuita walio na matunda mema, naye Bwana ataondoa changamoto ndani yetu. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Ninajua ya kwamba umeelewa ni kwa nini unasema ombi hili nimeomba kwa miaka miwili na haijatendeka. Bwana asifiwe mpendwa wa Mungu. Amen. Nimekaa katika hali hii kwa miaka fulani
na ibanduki, na tena hakuna kitu kingine kinakuja ambacho kinaleta afadhali kidogo. Bwana asifiwe, wapendwa wa Mungu. Amen. Watu wananielewa kweli baba zangu? Ajenda kuu ya Yesu kuzaliwa mahali hapa duniani ni kutoa sisi kwa giza na kutuleta katika nuru. Nasi ili tuingie na yeye katika ufalme wa mbinguni ni lazima tukae kama yeye. Bwana Yesu na asifiwe, mpendo wa Mungu. Amen. Haleluya, watu wa Mungu. Amen. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Yesu ni Mungu. Wakati Biblia inasema amezaliwa, naye mwalimu pia katika Ufunuo ametufundisha alikuwa katika ule mwanzo. Na pia maandiko Yohana kifungu cha 1 inasema alikuwa ndani ya ule mwanzo. Kwa hivyo hata pia kuna kitu kingine nimeelewa leo. Kwa hivyo sisi kama wanadamu tutoke kabisa kutafuta mwanzo, ule mwanzo ulikuwa wapi, na tutoke kabisa kutafuta huo mwanzo, nje ya huo mwanzo ni wapi, kwa maana mwanzo ni Mungu. Bwana asifiwe. Ukijua Mungu umejua mwanzo, ukijua Mungu umejua mwisho. Yes. Kwa hivyo mambo ingine itafute hapa katikati. Bwana Yesu na asifiwe, mpendwa wa Mungu. Amen. Mambo ingine imetokea hapa katikati. Wacha kuwa na fikira za kana kwamba huenda ikawa kulikuwa na mambo mengine kabla mwanzo hakujafanyika kitu. No, mwanzo ni huyo Mungu na ndiye atakaye mwisho, na hakuna mahali pengine unaweza ukapatikana. Haleluya, watu wa Mungu. Pigia Bwana Yesu makofi. Kwa hivyo lengo la kanisa siku hizi inafaa kuwa kumjua Kristo Yesu, kwa sababu watu hatumuelewi Kristo Yesu. Wengine wameinuka wakajiita Kristo Yesu na tunawaamini na ni wanadamu. Wengine wameinuka wakajiita makuhani wakuu na tukawaamini na ni wanadamu. Biblia inasema kuhani aliye mkuu ni Kristo Yesu. Biblia inasema ya kwamba yule ambaye anaweza kutuingiza katika ufalme wa mbinguni ni Yesu, sio majina yake makanisa. Bwana Yesu na asifiwe, mpendwa wa Mungu. Amen. Naomba nifike mahali pale, sitaki kuongezea zaidi. Kwa hivyo elewa ya kwamba ajenda kuu, huyu Yesu ni nani, alifanyika mwili kutoka wapi. Soma Mathayo chapter 1 verse 1. Ukisonga utapata baada ya vizazi 14 Yesu akazaliwa katika nyumba ile ya Daudi. Bwana Yesu na asifiwe. Mati hakuzaliwa kulingana na mapenzi ya kibinadamu, ilikuwa ni mipango ya Mungu. Ni vile Mungu alipanga. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna watu wacha nifunue hii tena pia. Kuna watu wakiambiwa twende kwa Yesu, wanaanza kuona umasikini uliokuwa ndani ya Yesu. Wanasema tumfuate mtu ambaye alizaliwa katika holu la ng'ombe, tumfuate mtu ambaye hakukuwa na nyumba. Sasa nataka nikufunulie pale. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Nataka nikufunulie pale. Hapa ni duniani, na wamiliki wa dunia na vyote ndani yake ni wanadamu, na Yesu ni Mungu. Bwana asifiwe, mpendwa wa Mungu. Amen. Yesu makao yake, ufalme wake, ukuu wake na nguvu zake ziko mbinguni. Halo. Halo. Kwa hivyo wakati walikaa chini mkutano mbinguni na wakaona duniani kumeharibika, wakajiandiliana ni nani ataenda duniani akamuokoe mwanadamu. Malaika wakaonekana hawawezi, kwa maana malaika watashuka kihewa hewa. Utakuwa unasikia unapigwa makofi wacha dhambi na uoni. Bwana asifiwe, mpendwa wa Mungu. Amen.
wakaelewa ni mwana wa Mungu peke yake ndiye atakayeshuka mahali pale, na mahali pale chenye utajiri wake ni mimi na wewe wakati tumeokoka hapa duniani. Bwana Yesu na asifiwe, mpendo wa Mungu. Amen. Kwa hivyo Yesu, watu wasiongope kwenda kwa Yesu ati juu ya umasikini alizaliwa sijui wapi na wapi. Yesu alikuja kama hana kitu, kuokoa, kufanya kazi, na kazi yake hapa duniani, matunda yake ama mazao yake ama utajiri wake ni kuanzia hawa disciples 11. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Wakati hawa wamepatikana utajiri wa Yesu duniani huko. Bwana asifiwe, mpendo wa Mungu. Amen. Wakati tunahubiria mataifa na wanaokoka, bado utajiri wa Yesu duniani unaendelea. Bwana asifiwe, mpendo wa Mungu. Amen. Kwa hivyo ni mtu tajiri. Yesu ni Mungu tajiri. Tuache kusema ati tulienda kuingia Illuminati kwa sababu huko ndio kuna pesa. Kwa Illuminati hakuna kitu. Bwana asifiwe. Amen. Watu wengi wamekuwa wakiniambia, unajua pastor, mimi nilikuwa mwalimu wa Sunday school, niliokoka sana, hata mistari ninajua, lakini nilipofika wakati wa kutafuta pesa nikaachia Yesu pale na nikaingia kwa njia za kutafuta pesa. Hiyo sasa nikajiunga na Illuminati. Kwa sababu kwa Yesu hakuna kitu. Bwana asifiwe. Jamani, Yesu ni tajiri bwana. Yesu amepewa mamlaka ya juu mbinguni na hapa duniani. Na yeye mwenyewe ndiye anasema ya kwamba Yohana 14 kuanzia mstari wa 1, msifadhaike wale mnaomwamini Mungu, niaminini na mimi, kwa sababu kwa Bwana kuna vitu zote na kuna makao, na kama hazingekuwa mimi ningewaambia na mapema. Haleluya, watu wa Mungu. Huyu Mungu ni tajiri. Ni tajiri wa amani. Halo, ni tajiri wa uzima. Fedha zote na dhahabu ziko ndani yake. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Lengo kuu ni kufundisha huyu Yesu kote ulimwenguni. Na ninaamini ulimwengu utajua Yesu ni nani, kwa sababu ako karibu kurudi kuunyakua ulimwengu. Ukisoma Ufunuo wa Yohana kule 28 mwisho 11, hiyo maandiko inatisha. Ninakuja na ujira wangu kumulipa kila mtu kulingana na matendo yake. Anayetenda mazuri naendelee na kutenda, anayetenda maovu kibaba chake kitazindiliwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo njia njema ni kumfuata Kristo Yesu na kumwamini, na sisi tutaokolewa. Hii kama makofi mazuri ninapokaribisha mchungaji katika